Maamuzi ya Nasoro Mwichuyi kuwa muamuzi kwenye mechi ya dabi ni kisu kilichogota kwenye mfupa. Yaani ni kisu kilichogota kwenye mfupa. Ni maamuzi ambayo nafikiri yataenda kuleta mambo mengi sana kwenye mchezo wa dabi. Kwa namna gani kama? Trending yake ya uchezeshaji imekuwa ina maswali mengi ambayo yanakosa majibu. Haswa akihusishwa na mechi nyingi za Young Africans. Mechi nyingi ambazo anachezesha za Young Africans amekuwa ana matukio mengi ambayo yanaonekana yalikuwa na favor Young Africans. Kwa hiyo kuteuliwa yeye kuchezesha mechi ya dabi wakati huko nyuma trending ya matukio ya Simba kunyongwa na waamuzi yalikuwa mengi zaidi, na yeye akiwemo, yeye akiwa hayumo kwenye trending, kwa sababu dabi ambazo imekutanisha Simba na Yanga. Kwa mfano katika dabi 6 ambazo Simba wamefungwa na Young Africans, karibia dabi 3 trending walikuwa ni waamuzi. Yes. Shule vizuri wakina Ramadhani Kayoko. Mpaka dabi ya mwisho ya Ngao ya Jamii, goli la Pacome Zouzoua lilikuwa ni offside. Ilikuwa ni offside ya wazi kabisa. Trending alikuwa ni muamuzi. Sasa fikiria mechi hii anakwenda kupewa Nasoro Mwichuyi ambaye hacha tu mechi ya dabi ambayo ina pressure kubwa sana. Hizi mechi zenye pressure ya kawaida amekuwa akifanya makosa mengi sana na akihusishwa kuipendelea zaidi Young Africans. Sio vizuri. Unafikiri maneno atakuweje? Kwa hiyo kwangu mimi kwanza niwapongeze TFF na bodi ya ligi kwa uthubutu waliofanya. Uthubutu, kwa sababu ni uthubutu. Ukimwangalia Nasoro Mwichuyi hana beji ya FIFA, ni muamuzi wa kawaida, lakini midomoni mwa watu hazungumzwi vizuri sana. Sio vizuri. Kwa hiyo uthubutu waliofanya na imani waliompa, inabidi Nasoro Mwichuyi aende akailipe hiyo imani alopewa na bodi ya ligi na TFF. Lengo na madhumuni, tunataka tuone mchezo ukitendewa haki. Kama faulo inatokea Simba, Yanga wapewe. Kama faulo inatokea Yanga, Simba wapewe. Kama ni maamuzi ya penati, itolewe penati. Kama ni maamuzi ya red card, itolewe red card. Sio vizuri? Kwa sababu wamekuwa na mtindo wa kubalance, na waamuzi wengi wa ligi kuu Tanzania bara linapokuja swala la Simba na Yanga wana balance sana. Sio vizuri? Kwa hiyo Nasoro Mwichuyi, ukiangalia trending ya matukio yake, ukiangalia trending ya Simba Sports Club kuumizwa na waamuzi kwenye mechi karibia 3 mpaka 4 zilizopita za dabi, hii inaleta maswali magumu sana miongoni mwa mashabiki na wadau wa soka. Sio kwamba hawezi kuchezesha vizuri, mimi siwezi kumhukumu kabla hajachezesha, ila ukweli ni kwamba Nasoro Mwichuyi amekuwa na matukio mengi ambayo yanaleta doubt ya uwezo wake, hasa kwenye kuchezesha mechi ambazo zimekuwa zina pressure kubwa sana. Sio vizuri. Kwenye sehemu ya kutoa kadi ya njano kuna muda watoi, kwenye sehemu ya kutoa kadi nyekundu kuna muda watoi. Pale ambapo hapastahili kutoa kadi ya njano kutoa Septemba anatoa, pale ambapo hapastahili Septemba kutoa kadi nyekundu anatoa kadi nyekundu. Kuna penalti nyingi za mchongo zinapatikana, aliwahi kuzitoa penalti nyingi sana za mchongo. Moja kati ya penalti naikumbuka ilikuwa ni mechi ya Tabora United na Young Africans. Muone penalti ya Pacome Zouzoua. Ile nakumbuka Young Africans alipoteza magoli 3-1. Moja kati ya nyekundu tata pia naikumbuka ambayo aliwahi kuitoa ilikuwa ni Lamek Lawi, Coastal Union na Young Africans. Yeah, nakumbuka vizuri. Naikumbuka vizuri. Hayo ni miongoni mwa matukio ambayo aliwahi kuyafanya Nasoro Mwichuyi ambayo yalitengeneza doubt kubwa sana na uwezo wake, hasa kwenye kumudu mechi. Sasa vipi kuhusiana na mechi ambayo ina pressure kubwa sana? Simba Sports Club wameshapoteza mara 6 mbele ya Young Africans. Gepu lililopo ni alama 5 mpaka hivi sasa. Endapo Young Africans yakishinda atakuwa na alama 8 mbele ya Simba Sports Club. Kitu ambacho kwenye eneo la ubingwa Simba Sports Club wakifungwa wanaweza kujihatarishia zaidi kwa sababu alama 8 ni nyingi. Young Africans zimepita karibia siku 400, karibia 50 plus hajafungwa na timu yoyote ligi kuu Tanzania bara.
Mechi ya mwisho Young Africans kupoteza ilikuwa ni mechi ya Tabora United goli 3-1. Ligi kuu Tanzania bara. Sasa fikiria, kama Young Africans alipoteza mechi ya mwisho ya Tabora United dhidi ya Tabora United, vipi kuhusiana na sasa akimzidi Simba Sports Club alama 8 mbele? Na alipokutana na yeye, akikutana na yeye anamfunga. Nani wa kumsimamisha Young Africans hapa katikati? Sawa, yupo Azam FC. Lakini it's not guarantee kwamba Azam FC anaweza akamsimamisha Young Africans kutokana na ubora wa Young Africans aliokuwa nao. Sio vizuri. Nakuelewa kaka. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kutokana na pressure iliyokuwepo kwenye mechi ya dabi hii hapa hii. Nasoro Mwichu nafikiri amevishwa joho lenye misumari. Lakini pengine watu wakadhani huenda sasa Fally watarejea kile ambacho walikifanya kwa marefali kutoka nje ya nchi. Na mimi nilitegemea hivyo kwa sababu ya pressure. Muone? Nilitegemea hivyo kwa sababu ya pressure, kwa sababu tuongee ukweli, dabi zote duniani, mechi kubwa duniani huwa zinachezeshwa na waamuzi bora. Dabi zote duniani huwa zinachezeshwa na waamuzi ambao kaka wana uwezo wa kumudu hizo pressure. Ni mechi ambazo zinakuwa na pressure kubwa sana. Ukimleta muamuzi ambaye anatiliwa mashaka, obvious bodi ya ligi na TFF wajiandae kwa lawama. Sura vizuri, aidha kuharibika kwa mchezo ama Nasoro Mwichu Mungu amjalie afanye vizuri. Lakini tukiwa wa kweli kabisa, mategemeo ya watu wengi yalikuwa ni kwamba hii dabi, kwa sababu imebeba taswira ya mpira wetu, lakini pili, matokeo mabaya yakitokea kwenye huu mchezo hayaitangazi ligi yetu vizuri, yanaendelea kuichafua ligi yetu. Kwa hiyo, kwa sababu matukio ndio yasiwe trending, yani trending yawe matokeo yatakayotokea uwanjani, watu walitegemea waamuzi wawe neutral. Bila shaka yote Tanzania ukizaliwa wewe utakuwa either Simba au Young Africans. Simula vizuri. Kitu pekee ambacho kinaweza kukutofautisha wewe na watu wengine ni wewe kusimamia uweledi, kusema ukweli. Hicho tu, yani wewe kusimamia uweledi ukasema bwana, mimi pamoja na Usimba wangu, mimi pamoja na Uyanga wangu nitasimama kwa ajili ya mpira wa miguu. Lakini kitu kingine ambacho kinachoumiza pia watu wengi kugawa hayo mapenzi ni issue ya kifedha, masuala ya rushwa. Tetesi nasema kwamba waamuzi wengi kutokana na fedha wanaolipwa, wakiletewa mzigo wa maana anaona bora ajiripue. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo kuna eneo pia waamuzi wanapata hivyo vishawishi kutoka nje, kwa sababu hivi vilabu pia vimetengeneza hayo matatizo. Tumeona ndio taarifa ya Singida hapa kuhusiana na Obasagi Amas kwamba amesimamishwa miezi 3 kwa sababu wanamuhisi ni sehemu ya upangaji wa matokeo. Kwa hiyo kumbe ligi yetu ina hilo tatizo la upangaji wa matokeo. Si ndio maana yake? Kwa nini Singida Black Stars wamsimamishe Obasagi Amas kwa kuhisi kwamba kuna eneo anahusika kwenye upangaji wa matokeo? Ina maana kama hivyo vitu vipo kwa wachezaji, ina maana vipi kuhusiana na marefa ambao wao ndio wana maamuzi ya moja kwa moja ya kuamua mchezo? Kwa hiyo wasiwasi wa watu wengi ni kwamba Nasoro Mwichu hajasimama kwenye huo ubora na kuonyesha huo ubora kwenye mechi kubwa. Sura vizuri. Always jamani, dabi huwa inachezeshwa na marefa wakubwa. Kwenye hili nafikiri tusubiri tuone, tusimalize maneno. Sawa, zimesalia siku chache sana mchezo wenyewe kuchezwa. Pengine pressure inaendelea kuwa kubwa sana, lakini ukiona mazoezi yanafanyika kwenye hizi timu zote mbili, zinaakisi nini ukiwa kama mchambuzi wa soka? Mazoezi ya hizi timu zote mbili ukiangalia taswira gani unaakisi? Kuelekea dabi ya Kariakoo. Dabi ya Kariakoo. Hivi mshapata taarifa ya kwamba hata sold out? Hivi tiketi zimeisha? Bado sijapata. Tiketi bado hazijaisha? Sijaona na Afrika. Jamani ni dabi bado siku 2. Lakini jamani mchezo mkubwa. Watu 15,000 tu kweli jamani? Hata tiketi kuisha hazijaisha. Bado hawajatangaza rasmi.
Na niko nafuatilia hapa kuhusiana na Soweto Derby kaka. Kesho Soweto Derby inapigwa. Mashabiki karibia 10,000 hapa. Washajaa. Ndio niko nafuatilia. Nitakuja najibu na nitaposti kupitia ukurasa wangu.